Habari, jina langu ni Emily na mimi ni mkunga katika eneo la Humber na North Yorkshire na niko hapa leo kuzungumza nawe kidogo kuhusu kile unachoweza kutarajia kwenye miadi yako ya kwanza ya kujisajili. Miadi ya kujisajili kwa kawaida ndiyo ukaguzi wako wa kwanza wa ujauzito na mkunga. Kwa kawaida hufanyika kati ya wiki ya 8 na ya 10 ya ujauzito wako. Ni fursa ya kuzungumza kuhusu afya yako, ujauzito wako hadi sasa na msaada unaopatikana kwako. Miadi hii inaweza kuchukua takriban saa moja. Na tutajumuisha mazungumzo ya kina kuhusu historia yako ya matibabu, historia ya familia, ujauzito uliopita kama upo, afya yako ya akili na ustawi wako, historia yako ya kijamii ikijumuisha hali yako ya makazi kwa sasa, mtandao wa msaada na msaada wowote uliowahi kupokea hapo awali. Tutazungumza kuhusu mtindo wako wa maisha ikiwa ni pamoja na uvutaji sigara, matumizi ya pombe na mahitaji yako ya lishe. Kama bado hujaanza kutumia virutubisho vya asidi ya foliki, tunapendekeza uchukue mikrogramu 400 za asidi ya foliki hadi wiki ya 13 ya ujauzito ili kusaidia kuzuia baadhi ya matatizo ya mirija ya fahamu kwa mtoto. Watu wengine wanahitaji dozi kubwa zaidi ya asidi ya foliki kuandikiwa. Kwa mfano, wale wenye anemia ya seli mundu, upungufu wa folati, BMI zaidi ya 30 au wanaotumia dawa fulani. Tafadhali jadiliana na daktari wako mapema iwezekanavyo kama unahisi hili linaweza kukuhusu. Tafadhali jadiliana kuhusu mahitaji yoyote ya mawasiliano ulionayo, au vifaa au marekebisho yoyote unayoweza kuhitaji wakati wa miadi zako. Kama Kiingereza si lugha yako ya kwanza, tutakupatia huduma ya tafsiri ya kitaalamu bila malipo. Hii ni kuhakikisha unapokea taarifa sahihi ambazo zinaweza kujumuisha istilahi za kitabibu. Tunatumia zana za kidijitali kama BirthGenet kushirikisha rekodi zako za uzazi na wewe. Mkunga wako atakueleza jinsi ya kufikia BirthGenotes zako na matokeo ya vipimo pamoja na kufuatilia miadi yako. Wakati wa miadi, mkunga wako atakupima shinikizo la damu na kutuma sampuli yako ya mkojo kuchunguza kama kuna maambukizi. Atazungumza nawe kuhusu vipimo vya damu vya kawaida wakati wa ujauzito na chaguzi za uchunguzi zilizopo kwako. Atakusaidia kukadiria tarehe yako ya kujifungua na kujadili miadi ya vipimo vya skani, ikiwemo skani ya kukadiria umri wa ujauzito ambayo hufanyika takriban wiki 12 za ujauzito. Pia watajadili chaguzi mbalimbali ulizonazo kuhusu mahali unapopokea huduma zako za kliniki ya wajawazito na mahali unapochagua kujifungulia. Ili kunufaika zaidi na miadi yako, inasaidia kuja ukiwa umejiandaa. Tafadhali leta dawa zozote unazotumia kwa sasa, historia ya afya yako na ya baba mzazi wa mtoto, taarifa kuhusu ujauzito uliopita ikiwa ni pamoja na nyaraka zozote kutoka hospitali nyingine kama zinapatikana, orodha ya maswali au wasiwasi wowote ulionao, na unaweza kuja na mwenzi au rafiki kwenye miadi hii. Tunataka ujisikie unaungwa mkono. Hata hivyo, utaombwa uonane na daktari au mkunga ukiwa peke yako mwanzoni mwa miadi hii ili tupate nafasi ya kukuuliza maswali nyeti na binafsi. Kama umewahi kupitia matatizo ya kiakili, msongo wa mawazo au una wasiwasi wowote nyumbani, tafadhali fahamu kuwa unaweza kuzungumza nasi. Tupo hapa kukusikiliza na kukuunga mkono bila hukumu. Baada ya mazungumzo haya, mkunga wako anaweza kukusaidia kupata huduma za ziada. Baada ya mazungumzo haya, mkunga wako anaweza kukuongoza kwenye huduma za ziada ikiwa itahitajika. Baada ya miadi yako ya kwanza, tutapanga hatua zako zinazofuata, ikiwa ni pamoja na vipimo vya skani, madarasa ya wajawazito na ukaguzi zaidi na mkunga au daktari bingwa wa uzazi. Pia utapewa taarifa kuhusu jinsi ya kuwasiliana nasi ikiwa utahitaji msaada kati ya miadi zako. Unajua, hatua za awali za ujauzito zinaweza kukuletea hisia nyingi, lakini hauko peke yako. Tuko hapa ili kuhakikisha kuwa unahisi salama, unasikika na unaungwa mkono kila hatua unayopiga. Tunatazamia kukutana nawe hivi karibuni. Nitaimaliza yote basi bila kujikwaa, lakini ndio tunaweza kuihariri tu.